kufanya mazungumzo na wewe. Wakati ukizungumza na ndugu yangu Gangana, amekuwa akikutambulisha rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Hivi Mheshimiwa Rais, ni lazima kutamka neno Baraza la Mapinduzi pale unapotambulishwa? Kwa kweli hiyo ndio title rasmi, kwa sababu baada ya mapinduzi rais wa Zanzibar pia alipata cheo cha kuwa mwenyekiti wa baraza lililofanya mapinduzi. Kwa hiyo ni historia ambayo tungependa tuiendeleze, na ndio maana mpaka leo ukisikia anatajwa rais wa Zanzibar anatajwa na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kama ndio title rasmi, lakini haiondoi ukweli kwamba hilo ni jambo la kihistoria zaidi. Sawa, karibu rasmi Mheshimiwa Rais kwenye mahojiano haya, na tutakuwa na kurasa 3 hivi. Kwanza ni kuhusiana na hali ilivyo. Tukitazamia hali ilivyo hapa Zanzibar, tutagusia pia uchumi wa buluu ambao wewe ndiye champion na unakuwa ukisimamia na ukiuzungumzia mara kwa mara kwenye hotuba zako. Lakini mwishoni pale tutakuwa na urojo kidogo. Urojo tutapigia stories za hapa na pale kuhusu wewe na kuhusu masuala mengineyo. Tukianza ni takriban siku 133 hivi tangu uapishwe rasmi kuwa rais wa Zanzibar. Unadhani ni kwa nini Wazanzibari walikuamini kwa kipindi cha pili? Niseme tu kwamba wakati tunaingia madarakani kwa mara ya kwanza tulitoa ahadi ambazo baadhi zilikuwa katika ilani ya uchaguzi wa Chama cha Mapinduzi na baadhi tulizitoa tu kwa wananchi kupitia mikutano ya hadhara, na matarajio ya wananchi tuliyasikiliza, na kwa kiasi kikubwa katika miaka 5 ya awali tuliweza kutekeleza mengi ambayo tumeyaahidi. Nadhani ni kwa sababu hiyo wananchi wameendelea kutuamini na wametupa ridhaa ya kuongoza kwa miaka 5 mingine. Uliwahi kusema serikali ya awamu ya 8 inalenga kuwaunganisha Wazanzibari. Kwa awamu hii pengine unatafsiri vipi dhana ya serikali ya umoja wa kitaifa? Serikali ya umoja wa kitaifa iko pale kikatiba na tuna wajibu wa kuhakikisha kwamba tunatekeleza katiba iliyopo, na utaratibu unataka pale ambapo uchaguzi umekamilika na tumepata idadi ya viti katika Baraza la Wawakilishi, basi kwa mujibu wa idadi ya viti tunagawana nafasi katika Baraza la Mawaziri. Kwa hivyo tuliwataka wenzetu walete majina kwa ajili ya kuweza kukamilisha Baraza la Mawaziri. Kwa bahati mbaya wana malalamiko, wana hoja ambazo wangetaka kwanza tufanye mjadala kabla hawajaingia katika serikali ya umoja wa kitaifa. Mimi naamini kwamba majadiliano haya yatakamilika na tutarudi katika serikali ya umoja wa kitaifa kama katiba yetu inavyotaka. Lakini wewe mwenyewe binafsi unajisikiaje kuongoza serikali huku ukiwa na wizara 4 hazina mawaziri na wala huna makamu wa kwanza wa rais? Kwa kweli si jambo ambalo linatija. Bila shaka bila viongozi kutakuwa kuna kazi ambazo hazifanyiki vizuri, lakini tuna mategemeo makubwa kwamba mkwamo huu utaisha, tutarudi katika serikali ya umoja wa kitaifa na watu wataendelea kuchapa kazi. Kwa sasa tuna makaimu mawaziri, tumewapa baadhi ya mawaziri tumewapa instrument za kukaimu wizara ambazo sasa hivi hazina mawaziri. Kwa hiyo kazi zinakwenda, lakini sio kama vile ambavyo wangekuwepo watu wa kudumu. Wakati unataja baraza la mawaziri, nadhani na baadaye wakati ukiapisha ulisema ni kama unatoa siku 90 hivi kuhakikisha kwamba wenzenu kwa maana ya ACT wao wameleta majina, lakini mpaka sasa kimya. Siku 90 pia zimepita Mheshimiwa Rais. Siku 90 ni kwa mujibu wa katiba. Katiba inatamka kwamba baada ya siku 90 rais anaweza akafanya uteuzi ambao anautaka. Anaweza kufanya, sio maana yake lazima afanye. Sasa kwa sababu mazungumzo yanaendelea, nimeona ni busara kutofanya huo uteuzi mpaka tumalize mazungumzo. Kama tutakuwa tumeelewana, basi watarudi ili tuendelee kuchapa kazi. Sasa Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi, msingi mkubwa wa mahojiano haya yanakuja kwenye hotuba yako wakati unavunja Baraza la Wawakilishi
kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka jana, na rekodi zimeandika, namba nyingi zimebadilika chini ya uongozi wako. Taasisi nyingi, yani namba zimebadilika na kupanda juu, na ndio maana tukasema mahojiano haya tuite namba za Dr. Mwinyi. Kwa mfano ongezeko la mapato kutoka bilioni 856 kwa mwaka 2021 mpaka trilioni 2.1 miaka minne kama si mitano mbeleni hapo. Ulianzisha kodi mpya ama kuna mifumo ambayo ulidhibiti ama kuongeza ukahakikisha pato hilo? Naam, ukuaji wa kodi ni matokeo ya hatua kadhaa. Moja ni kwamba uchumi wenyewe unakuwa. Toka mwaka 2021 hadi sasa uchumi wetu umekuwa mara kadhaa, na sisi hapa tuna rekodi ya kukuza uchumi kwa 7% na zaidi, 7.1 mpaka 7.4 kwa kila mwaka. Kwa hiyo unaona kabisa katika miaka minne mitano inaweza kuwa uchumi wetu umekuwa kwa zaidi ya 35% ukiweka kwa pamoja. Hiyo maana yake ni kwamba kwa sababu uchumi unakuwa na kodi inaongezeka. Lakini pili, tuliweka mkazo maalum katika kuhakikisha kodi inakusanywa. Kulikuwa kuna upotevu mwingi wa kodi, tukaweka mkazo maalum kuhakikisha kwamba kodi inakusanywa na wote wanaotakiwa kulipa kodi basi wanafanya hivyo. Kwa hiyo ni hatua kadhaa ambazo tumezichukua zilizosababisha kuongezeka kwa ukusanyaji wa kodi, lakini vile vile kama mnavyotambua niliweka mkazo kipaumbele huku nikitambua kwamba bila ya kukusanya kodi huwezi kufanya kazi yoyote ya maendeleo. Kwa hiyo ilikuwa ni kipaumbele namba moja cha serikali yangu nilipoingia kwa mara ya kwanza. Ni kama sio mtu wa maneno, umeacha vitendo viongee zaidi, ama nyuma ya pazia huwa na maafisa wako kuna ukali kidogo na kazia hivi? Kwa kweli mimi ni mtu wa vitendo zaidi. Maneno ni mara moja sana, lakini pale ambapo panahitaji lugha kali basi lugha kali huwa inatumika, lakini zaidi kama mnavyoona huwa hatuzungumzi muda mrefu, lakini tunafuatilia sana utekelezaji. Mheshimiwa Rais, wakati ukiwapisha mawaziri ulisema kwamba wahakikishe kwanza wanasimamia fedha za umma, lakini pili waende kwa wananchi. Wametekeleza kwa kiwango gani kwenda kwa wananchi kuzungumza nao? Kwa kiwango kikubwa kazi inafanyika, na ninapozungumza viongozi si mawaziri peke yao, na kuzungumza ngazi zote za uongozi. Hapa Zanzibar ngazi ya chini kabisa ya uongozi ambayo iko kwa wananchi kabisa kule ni masheha. Kwa hiyo tuna masheha, tuna wakuu wa wilaya, wakuu wa mikoa, tuna mawaziri, tuna makatibu wakuu. Wote niliwataka wawe wanakwenda kutatua changamoto za wananchi. Nilitaka wao wasiwe sehemu za hizo changamoto, bali wawe ni ufumbuzi wa changamoto hizo. Na kwa kweli tumefanikiwa kwa kiasi fulani. Bado changamoto zinakuwepo, lakini kwa sehemu kubwa tumepata mafanikio, kwa sababu tunaona kwamba kuna miradi ya maendeleo ikiendelea mpaka ngazi za chini kabisa kwa kasi kubwa. Sawa. Wakati tukizungumzia masuala ya fedha hapa, nilikuwa napitia bajeti ya serikali. Imeongezeka kutoka trilioni 1.5 mpaka trilioni 5.1 kwa mwaka 2025. Usimamizi wa fedha hizi upo vipi? Kama nilivyosema, tuliweka kipaumbele katika mambo mawili. Moja ni ukusanyaji, lakini pili ni matumizi. Kwa sababu ukiwa una udhaifu katika moja pande hizo mbili, bado utakuwa una changamoto kubwa. Kwa hiyo niliweka mkazo katika kukusanya, lakini watumiaji pia tuliweka mkazo katika kuhakikisha kwamba fedha nyingi au zote zinatumika kwa miradi ya maendeleo, kwa mipango tuliyoipanga. Na kwa maana hiyo ninafurahi kusema kwamba hata bajeti zetu tulitoka kwenye matumizi mengineo yale ya kawaida kuwa ndio makubwa, tukabadilisha. Sasa hivi tuko karibu 70% ya bajeti zetu ni maendeleo, 30% ndio utawala na uendeshaji. Kwa hiyo tuliweka mkazo katika kuhakikisha tunakusanya, lakini matumizi yanakuwa sahihi. Na Rais, unafanya kazi na wizara mbalimbali.
na wizara hizi zinakuwa zikiomba fedha kwenye serikali yako, pengine fedha ambazo wanazipata ni fedha ambazo zinakuwa zinatosha kwa asilimia ngapi, na kama hazifikii kiwango ambacho wanakiomba zinaathiri vipi pengine labda huduma kwa wananchi? Nafurahi kusema kwamba sasa hivi kama nilivyosema awali, mkazo tumeweka kwenye miradi ya maendeleo. Kwa hiyo tukikubaliana kwamba tunaenda kufanya miradi hii, tunahakikisha fedha zinapatikana kukamilisha miradi hiyo. Mapungufu ya fedha yanaweza kawa katika fedha za utawala, matumizi mengineyo tunayoyaita kwa ujumla wake, lakini pengine unapoweka fedha nyingi huko na matumizi yanakuwa mabaya. Watu wanaweza kuwa kila siku wako katika semina na warsha, kila siku wanafanya vikao kwenye hoteli za kitalii. Kwa hivyo mimi hainishughulishi sana zikipungua upande huo, kwa sababu najua huko ndio sehemu ya kubana, lakini miradi ya maendeleo lazima itimie. Pengine umekuwa ukiwawajibisha pia wale ambao wamekuwa wakitumia fedha vibaya. Inatoa somo kiasi gani kwa viongozi wengine? Kwa kweli tunasema kwamba, na hili naendelea kulisema, sio jambo ambalo la mpito, ni jambo la kudumu. Mtu yoyote ambaye atakuwa anatumia fedha za umma vibaya atawajibishwa, na si kiutawala tu. Tuna taasisi yetu ya ZAECA wanafanya kazi nzuri ya kuhakikisha wanakwenda kila wizara, kila idara, kila taasisi kuhakikisha kwamba fedha za umma hazitumiki vibaya. Sawa sawa. Ipo dhana ya uwekezaji, mara nyingi ikitajwa inatajwa kama inaangukia kwa watu wa nje na watu labda wenye mitaji mikubwa. Zanzibar tumeona imechukua jitihada mbalimbali kuhakikisha hata wazawa wenyewe, na ukaja na mpango ule wa Skuki. Hivi wananchi wa kawaida wamechangamkia vipi ile fursa na matokeo yake mpaka sasa hivi yakoje? Naweza kusema kwamba utaratibu wa uwekezaji wa ndani ni jambo la msingi sana. Mwanzo tulikuwa tunadhani kwamba pengine watu hawana uwezo au watu hawana uelewa, lakini imethibitika kwamba Wazanzibari wengi wako tayari kuwekeza katika miradi au fursa ambazo zina uhakika. Na mfano mzuri ulikuwa ni Sukuk. Sukuk watu wengi wamewekeza fedha zao, tumepata kile kiwango tunachotaka na kimevuka. Kwa maana hiyo ni kwamba tutaendeleza taratibu hizi. Sisi hapa Zanzibar bado hatuja kuwa na soko la mitaji, ni stock exchange, lakini mfano ule umetuonyesha kabisa kwamba hata tukianza kuchukua baadhi ya hisa za serikali katika mashirika ya serikali tukaziweka katika utaratibu ule, wananchi wengi wataweza kuwekeza katika maeneo hayo. Sawa sawa. Hapo nilikuwa napitia takwimu, miradi zaidi ya 480 ya uwekezaji chini ya uongozi wako ambayo ina thamani ya zaidi ya dola za Kimarekani bilioni 6. Lakini kuna watu wanaonyosha kidole, wanasema pengine miradi hii ni ya vitu, si ya watu. Inatafsiri vipi maisha ya mwananchi mmoja mmoja? Nadhani ni kukosekana kwa uelewa tu, kwa sababu miradi iko ya aina nyingi. Kuna miradi ya miundombinu. Unapoweka fedha kwenye bandari, nchi nzima inanufaika, kila mtu ananufaika. Wewe unaweza ukawa ni mfanyabiashara wa mchele au wa bidhaa yoyote, unapokuwa na uhakika wa mzigo wako kufika kwa wakati, basi umenufaika. Kwa hiyo mtu anaweza akaona mimi sinufaiki moja kwa moja, lakini mimi nataka kuambia miradi ya maendeleo ikiwemo bandari, viwanja vya ndege, barabara, zote zina athari katika kumnufaisha kila mtu, kila mmoja wetu. Pengine huoni moja kwa moja inavyokunufaisha, lakini hakuna shaka kwamba uwekezaji katika miundombinu ni jambo la msingi sana. Sasa kuna miradi ile ambayo inakunufaisha moja kwa moja. Kwa mfano ukiwekeza kwenye hoteli, ukiwekeza kwenye mradi wa biashara, bila shaka hiyo ndio utakayoiona moja kwa moja, lakini mimi nataka niamini kwamba miradi mingi tulioifanya, iwe ya kiuchumi au iwe ya huduma za jamii kama afya, elimu, ina athari kwa kila mtu katika nchi. Katika moja ya maelezo yako uliwahi kuzungumzia namna unavyotamani kuiacha Zanzibar bila madeni. Pengine labda Zanzibar ina mpango gani wa kulipa madeni kama ilivyo dhamira yako? Nilisema kwamba
unapokuwa unakopa ni vizuri uweke utaratibu wa kulipa. Hiyo ndio njia pekee ya kuondokana na madeni, na sisi katika serikali tumeweka utaratibu mzuri ambapo kila mwezi baada ya kukusanya fedha zote zinazopatikana kupitia kodi, kabla hatujaanza kugawana, kuna fungu maalum tunaliweka katika akaunti ya kulipa madeni. Hiyo inanipa uhakika ya kwamba mikopo yote hii ambayo tunakopa tutaweza kuilipa kutokana na fedha hizo kama kutakuwa na mwendelezo wa utaratibu huo. Maana unajua serikali deni linaweza likawa la miaka 10. Kwa hiyo mimi nitaondoka madarakani bado lipo hilo deni, lakini kama utaratibu huu utaendelea, maana yake pia akaunti ya madeni itakuwa na fedha za kulipa mikopo hiyo. Sawa sawa. Zanzibar watu hawaji tu kutalii. Wanakuja kwa mambo mengi. Mtu mwingine anasema navuka maji kwenda kununua kifaa cha elektroniki, labda kwa sababu zipo taarifa anasema kule vifaa bei ni rahisi hivi. Mnaviingiza kwa bei ndogo ndio maana inauzwa kwa bei hiyo, ama kuna kitu gani, na serikali inapataje faida hapo? Labda niseme hivi kwamba kuna baadhi ya bidhaa watu wanafuata bara kutoka huku. Ndio, ni kweli. Na kuna baadhi ya bidhaa watu wanafuata huku badala ya bara. Kuna ule unafuu wa bei. Nadhani inategemea pia na kiwango cha uagizaji, lakini vile vile inategemea na urahisi wa utoaji. Unajua ugumu wa utoaji katika bandari zetu kunaweza kukaongeza sana gharama. Kwa mfano naweza nikasema kwamba mzigo ukifika halafu ukikaa kwa siku 20-30 haujatoka, manake bei inapanda kutokana na zile demurrage charges na storage charges na charges kama hizo. Sasa wakati mwingine kuna unafuu wa kutoa mizigo upande mmoja wa jamhuri kuliko upande mwingine. Hiyo ndio inapelekea sasa mzigo kuwa na gharama nafuu, na ndio maana watu wanatoka upande mmoja kwenda mwingine. Sawa sawa. Unajua nikurudisha kidogo nyuma pale kwenye mikopo wakati tunazungumza. Mheshimiwa Rais, umezungumzia kulipa madeni ya mikopo ya serikali. Kwani kwa ufahamu tu, Zanzibar inakopa yenyewe ama inakopa kupitia Jamhuri ya Muungano? Naam, Zanzibar ina taratibu kadhaa za kukopa. Moja ya utaratibu wa kukopa ni kupitia Jamhuri ya Muungano, na mikopo hiyo huwa ina dhamana ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na mikopo hiyo inalipwa kutokana na fungu la Muungano. Kwa hiyo tunaweza tukapata mikopo kama sasa hivi kuna mifano kadhaa ambayo tumepata fedha za ujenzi wa barabara, viwanja vya ndege kupitia mkopo wa ambao unatokana na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini tokea mimi niingie madarakani nimetengeneza utaratibu mwingine wa kuifanya Zanzibar iweze kukopa kama Zanzibar. Sasa pengine sheria tulizokuwa nazo haturuhusiwi kukopa moja kwa moja kutoka kwenye taasisi ya nje. Sasa tulichofanya ni kwamba tunazishirikisha benki za ndani, kwamba wao ndo wakope kutoka nje, alafu kutoka kwao inakuja kwenye Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Na jambo hilo limefanikiwa sana kwa sababu benki za ndani zinatuamini, zinaona fedha tunazoziweka, wanajua uwezo wetu wa kulipa. Kwa hiyo wamekuwa wepesi kuchukua mikopo mikubwa na kutupatia sisi, ili sisi tukilipa kutoka kwao, wao watapata faida vile vile na wataweza kurejesha mikopo. Hiyo pengine inaweza ikavunja ile dhana, ama sijui Mheshimiwa Rais unasemaje, kapu la Muungano kwamba Zanzibar inapendelewa sana kwenye kapu hilo. Kumbe mipango kama hii na hata Zanzibar yenyewe inasimama na kusababisha jamhuri kwa jumla ikanufaika kwa pande zote. Naam. Sawa sawa. Naam, Rais, ili kukua kiuchumi nchi pia hufanya biashara na nchi nyingine. Kwa uwiano wa Zanzibar inafanya biashara na nchi za ukanda gani zaidi, na Zanzibar inapeleka bidhaa gani zaidi huko? Biashara ya Zanzibar naweza kusema iko katika maeneo mawili. Kuna biashara ya huduma ndio kubwa zaidi kuliko biashara ya bidhaa. Bidhaa Zanzibar ni ndogo kwa sababu Zanzibar sio sehemu ya kilimo, hatuna ardhi ya kutosha kulima. Tuna mazao yetu mawili, karafuu na mwani. Ni mazao ya asili bado yapo, na bahati nzuri sana karafuu ya Zanzibar ina kiwango cha juu kuliko karafuu zote duniani. Kwa hiyo pamoja na kwamba hatuzalishi nyingi, lakini ina bei nzuri sana.
Kwa hiyo Zanzibar inaendelea kuuza karafuu, na karafuu nyingi inaenda katika maeneo ya Asia kwa maana ya Singapore, China, lakini vile vile na India. Na mwani, nafurahi kusema kwamba kilimo cha mwani hapa Zanzibar ni kikubwa, sababu nchi ya kwanza katika bara la Afrika kwa uzalishaji wa mwani ni Zanzibar. Kwa hiyo tunauza na mwani pia katika maeneo hayo ya Asia zaidi, lakini huduma ndio biashara kubwa zaidi kwa Zanzibar, nayo ni utalii namba moja. Umezungumzia kuhusiana na zao la karafuu. Kwenye kitabu cha mzee aliwahi kuandika kuhusiana na miti ya mikarafuu, imekuwa ikikua lakini pia ikizeeka kiasi hata zile namna ya kupata tena mavuno kama ilivyokuwa miaka hiyo ya 60 huko nyuma imepungua kwa kiasi kikubwa. Unafanya jitihada gani pengine ili kuendeleza zao hili la karafuu, lakini pia kuhakikisha kwamba ile mbegu ya asili inaendelea kuwepo? Naam, tunao mpango kupitia shirika la biashara Zanzibar ZSTC la kutoa miche ya karafuu kila mwaka kwa wakulima ili waweze kuzalisha mikarafuu. Ni kweli kwamba mikarafuu ya zamani imezeeka. Wakati wa mapinduzi tulikuwa tunazalisha hapa tani zaidi ya 30,000. Sasa hivi tunazalisha tani chini ya 10,000. Kwa hiyo miti mingi imezeeka, tunahitaji kufanya jitihada za makusudi kuja na miche mipya. Kwa hiyo ZSTC wamepewa jukumu hilo la kutoa miche bila ya malipo kwa wakulima ili waweze kulima, kupanda, lakini vile vile tunahakikisha kwamba mbegu ya asili inaendelezwa, kwa sababu imedhihirika ya kwamba karafuu za Zanzibar ni bora kuliko karafuu za nchi zote. Malaysia kwa mfano wanazalisha tani 100,000, lakini kiwango cha ubora cha Zanzibar bado kiko juu. Sawa. Unatazama mahojiano maalum na kusikiliza mahojiano maalum na Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Alhaj Dr. Hussein Ali Mwinyi kutoka hapa Ikulu Vuga, Mnazi Mmoja, Zanzibar. Mimi ni Lambert Khalid Gangana pamoja na Salome Baptista. Mheshimiwa Rais, bado tupo kwenye ukurasa namba 1 kabla tujienda kwenye ukurasa namba 2 wa uchumi wa buluu. Wakati ukiwakabidhi nyundo mawaziri wakafanya kazi, kwa sababu umeunda wizara 20 na 16 tayari zina mawaziri, ulieleza kwamba nia yako kubwa ni kuhakikisha vijana pia wanapata nafasi, na ndio maana ukaongeza wizara kama ya vijana, ukaongeza wizara ya masuala yanayohusika na dijitali na kadhalika. Kwa nini kwanza uliwaza kuweka wizara ya vijana na uliwaza kuweka wizara inayohusika na masuala ya tehama? Mambo mawili. La kwanza, idadi ya vijana katika nchi sasa hivi ndio kubwa, na lazima tuhakikishe kwamba vijana tunawasaidia kwa njia moja ama nyingine ili waweze kuendesha maisha yao. Kwa hiyo kuundwa kwa wizara ya vijana ilikuwa na azma maalum ya kuhakikisha kwamba tunapanga mipango inayowalenga vijana katika kupata ajira, katika kupata ujuzi, katika kuhakikisha kwamba maisha yao yani sasa hivi tuna tatizo kubwa ambalo hili ni la kidunia la ukosefu wa ajira hususan kwa vijana. Kwa hiyo ili vijana waweze kuwa na ajira lazima kwanza wawe na ujuzi, lakini vile vile kuna programs maalum zinazowalenga wao kuweza kupata ajira au kujiajiri wao wenyewe. Kwa hiyo ndio sababu ya kuunda hii wizara. Kwa upande wa tehama au digital transformation, dunia sasa hivi huku tunakokwenda, kila mtu atalazimika, atake au asitake, kutumia masuala ya kidijitali. Sasa hivi kuna AI inayokuja, itafika wakati itakuwa yani kama huko utakuwa umeachwa nyuma sana. Kwa hiyo sisi hapa Zanzibar tumeona lazima tuende na trend ya dunia. Tumeanzisha hiyo wizara ili ije kufanya mambo kadhaa, ikiwemo kutayarisha miundombinu ya kidijitali,
lazima katika nchi lazima muwe na data centers, lazima muwe na international gateway, lazima internet iwe ya spidi kubwa ili mambo yaende yafanyike kisasa zaidi. Sawa sawa, Mheshimiwa Rais. Huu ni mwezi wa Muungano. Ukiulizwa swali kwa nini tudumishe muungano na kuna fursa zipi za muungano mpaka sasa? Naam, swala la muungano ni swala muhimu sana na nadhani sote ni mashahidi ya kwamba muungano wetu ni tunu kubwa, ni jambo ambalo lazima tulidumishe kwa njia yoyote ile, na tuna sababu za msingi. Sababu ni kwamba amani unaoiona katika nchi hapa ni kwa sababu ya muungano, lakini fursa zilizokuwepo hususan fursa za wananchi kwenda upande wowote. Kwa mfano, Zanzibar ni ndogo sana, haina ardhi kubwa ya kilimo, lakini Mzanzibari yoyote yuko huru kwenda popote. Aende Morogoro, aende Sumbawanga, aende popote, atapata ardhi ya kutosha, atalima, atafanya biashara. Kwa hiyo ziko fursa nyingi ambazo tunazipata kupitia muungano. Na muungano wetu sio muungano wa vitu, ni muungano wa watu. Watu wameoleana, watu wamezaa, tuna muungano wa damu. Kwa hiyo huwezi kusema kwamba tunafika siku kila mtu anaenda upande wake. Hatuna upande kwa sababu ya muingiliano mkubwa ambao upo. Sawa sawa, Mheshimiwa Rais, umetoa mfano wa ardhi. Ili jambo linazungumzwa mtaani. Kwa nini mtu wa bara hawezi kumiliki ardhi visiwani? Wakiwa visiwani anaweza kumiliki ardhi kule bara. Ni utaratibu tu, sio swala la kwamba hawezi. Wapo watu wa bara hapa wanamiliki ardhi kupitia kwenye kampuni wanazozianzisha. Na kwa nini tunafanya hivyo? Kwa sababu Zanzibar ni ndogo. Sasa imagine watu sisi tuko milioni 1.9. Ndio. Bara kuna watu zaidi ya milioni 60. Sasa wakija milioni 5 tu itakuwa shida sana. Kisiwa kitazama hicho nasema. Kwa hiyo cha msingi hapa tumeweka utaratibu kwamba mtu ambaye anatoka bara anaweza kuja kumiliki ardhi kwa utaratibu fulani. Sawa sawa. Ambao uko wazi na wengi wanazo ardhi hapa, sio kwamba hawana. Umeeleweka Mheshimiwa. Mheshimiwa Rais, kwenye swala la muungano hapa, mara nyingi ukisikia watu wanazungumza muungano, hususan wanasiasa, wanazungumza kwenye jicho la siasa na kuzungumzia changamoto za muungano. Kama Rais wa Zanzibar, ni fursa gani unaziona Watanzania kwa ujumla wanapaswa kuzichangamkia za kimuungano? Hizo fursa zipo zaidi hapa Zanzibar. Fursa ni nyingi. Unajua, imezoeleka ya kwamba tukisema kuna fursa za uwekezaji, akili yote inakwenda kwa watu wa nje. Kumbe vile watu wa ndani wana fursa zaidi, kwa sababu kuna wepesi wa wao kuwekeza kuliko mtu wa nje. Sasa hapa Zanzibar sasa hivi kwa mfano ni nchi ya utalii, kila mtu anachangamkia fursa za utalii. Kuna kazi nyingi za kitalii ambazo mtu unaweza ukafanya. Kuna kutoa huduma, kuna kujenga hoteli, mambo kama hayo. Kwa hiyo nadhani watu waelewe kwamba fursa hizi si kwa watu wa nje peke yao. Fursa hizi kwa watu wa ndani vile vile, na ziko nyingi na tunawakaribisha kuja kuwekeza katika fursa hizo. Umegusia utalii hapo Mheshimiwa Rais. Naam. Ugonjwa wa uviko ulitikisa sana sekta ya utalii. Hivi ikitokea kwamba ikatokea janga lingine kama uviko ukatikisa namna ile, Zanzibar itafanya nini kujihakikishia kwamba haipotezi nafasi hiyo ya utalii? Kwanza tumuombe Mungu atuepushe na majanga kama yale, lakini tumejifunza. Inapotokea janga unajifunza. Tumejifunza diversify, yani uchumi usiuweke sehemu moja, lazima uweke katika nyanja mbalimbali. Kwa hivyo tunapokwenda mbele tutaendelea kuweka uchumi wetu katika nyanja mbalimbali. Kiacha utalii, tuwe tuna kilimo, tuwe tuna viwanda, tuwe tuna ufugaji, tuwe tuna mambo mengi, ili sehemu moja ikipata athari sehemu nyingine ziweze kusaidia. Lakini vile vile tumejifunza ya kwamba ikitokea changamoto basi unapanga mipango ya kukabiliana nazo. Tulikabiliana vizuri na uviko hapa, na baada ya kukamilika kwa tatizo lile uliona kwamba uchumi wa Zanzibar ulipaa sana, kwa sababu tulikuwa tayari sasa kukabiliana na zile changamoto ambazo zilitokea. Umezungumzia swala zima la utalii na namna ambavyo Zanzibar imejipanga ili kuhakikisha kwamba
inakuwa katika nyanja zote. Nitaka nifahamu pengine swala la utalii wa viungo imeweka Zanzibar kwenye ramani gani kimataifa? Zanzibar inajulikana kama Spice Island, na jina hilo halikuja kwa bahati mbaya. Jina hilo limekuja kutokana na kiwango kikubwa cha karafuu tulichokuwa tunatoa wakati huo, lakini vile vile bidhaa nyingine za viungo, pilipili manga na hiliki, mdalasini, vitu vingi vilikuwa vinazalishwa hapa. Kwa bahati mbaya sana, kama nilivyosema awali, pengine kiwango cha uzalishaji hakiko kama mwanzo, lakini mipango ya serikali ni kwamba tuendeleze hayo mazao, lakini dunia inaitambua Zanzibar kama Spice Island na tungependa hilo jina liendelee. Nataka niongee kilafuzi kidogo. Wakati unaingia madarakani, katikati hapo ulisema moja kati ya changamoto ilikuwa ni mambo ya muhali. Muhali. Mheshimiwa Rais, umefanikiwa vipi kudhibiti muhali? Labda niseme hivi kwamba kwanza nieleze nini maana ya muhali. Pengine watu wengi hawajui maana ya muhali. Muhali ni ile hali ya kumwonea aibu mtu anapokosea, unashindwa kumwambia kwa sababu aidha ni jamaa yako, rafiki yako, jirani yako, mwenzako. Ilikuwepo sana katika jamii ya Kizanzibari kwamba makosa mengi yanafanyika, kutowajibika kwingi, lakini tunashindwa kuambizana kwa sababu tunaoneana muhali. Sasa tumejaribu kubadilisha kwamba mtu akifanya makosa awajibishwe, lakini kwa sababu jambo hili ni la kihistoria, limejengeka kwa karne na karne, limejengeka kwa vizazi vingi, huwezi kuliondoa kwa siku moja. Itachukua muda, lakini angalau tumeanza, hatua zinachukuliwa, watu wamefika sehemu wanaambizana ukweli. Huwezi kuingia unapotaka kazini ukatoka unapotaka. Huwezi kula siku wewe ukawa uko harusini, lazima ufanye kazi. Tumeanza kuambizana na nadhani with time generations zinazokuja zitakuwa tofauti na zilizotoka. Kulikuwa na ile changamoto ya masuala ya ukatili wa kijinsia. Ile nayo ilikuwa muhali ukitumika sana hapo. Ni kweli. Ni kweli kwa sababu ilithibitika na inaendelea kuonekana hivyo kwamba ukatili wa kijinsia mara nyingi unafanyika ndani ya familia. Sasa anapokuwa aliyetenda ni mjomba, watu wanaoneana tabu kuambizana. Lakini nadhani tumeanza kubadilika, watu wanaambizana. Kudhibiti muhali hapa, Mheshimiwa Rais, haijakuletea shida pengine? Maana hiyo ni kubadili tabia za watu. Ni kweli, haikosi shida. Maneno yapo na yataendelea kuwepo, lakini unapoamua kulifanya jambo basi ulifanye tu, maadamu dhamira yako ni njema, hiyo inatosha. Sawa sawa. Tugusie siasa kidogo, Mheshimiwa Rais. Maalim Seif ulishiriki naye kwenye uchaguzi, alikuwa ni mshindani wako na alikuwa ndiye makamu wa kwanza wa rais kwenye uongozi wako. Ukiambiwa leo mzungumzie Maalim Seif, utamzungumziaje? Niseme kwamba mimi nilipata bahati ya kufanya naye kazi kwa muda mfupi mpaka Mwenyezi Mungu alipomchukua. Lakini ambacho naweza nikasema ni kwamba tulielewana vizuri. Tulizungumza tukakubaliana kwamba tuweke tofauti za vyama vyetu pembeni, tujali maslahi ya Wazanzibari. Na ili tuweze kuwaendeleza Wazanzibari, basi lazima kwanza tuunganishe watu. Tuwe tuna serikali ya umoja wa kitaifa, tuondokane na uhasama uliokuwepo baina ya watu, tuhakikishe kwamba maendeleo yanafanywa katika pande zote mbili za visiwa vya Zanzibar, na hayo tuliyatekeleza, na kwa kweli naweza nikasema kwamba nia yake na dhamira yake ilikuwa thabiti, na ndio maana kwa kiwango kikubwa tumepata mafanikio. Sasa unadhani kuondoka kwake kuna ndoto za pamoja nyinyi mlizokuwa nazo pia zimeondoka? Unajua, katika vyama vya siasa kuna mawazo tofauti, watu wana fikra tofauti, watu wana tabia tofauti, watu wana hulka tofauti. Sasa naweza nikasema kwamba Maalim alikuwa ni mtu ambaye baada ya kipindi kirefu sana, maana yeye alianza muda mrefu na alikumbana na mengi, na nadhani hapa mwisho dhati ya nafsi yake ilisema sasa yametosha, hebu sasa tujenge nchi, ngoja tuwaunganishe watu. Sasa unaweza ukakuta kwamba baada yake yeye
si kila mtu ana mawazo hayo hayo. Kwa hiyo inaweza ikawa kuna changamoto, lakini tupo kwa ajili ya kuzifanyia kazi changamoto hizo. Unataka kusema kupata mtu mwenye kaliba kama Maalim ya kukaa naye mezani ni kama haionekani sana siku hizi? Inaweza ikaonekana, lakini binadamu hawafanani, kila mtu na hulka yake. Mheshimiwa Rais, unafanya mipango kwa ajili ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar pamoja na watu wake, lakini pia unafanya mipango pia kwa ajili yako mwenyewe. Ningependa pia kufahamu pengine una mpango gani mara baada ya kumaliza awamu yako? Kwa kweli sijapanga, lazima niseme ukweli kwamba nikisha staafu basi nikikaribia kustaafu nitaanza kupanga. Unajua kwenye kustaafu unaweza ukafanya mambo mengi. Unaweza ukaandika vitabu kama watangulizi wetu walivyofanya, lakini unaweza ukajishughulisha na shughuli za kilimo, ufugaji, mambo kama hayo. Mpaka sasa hivi sijapanga kwa sababu ndio kwanza nimeingia awamu ya pili na miaka kidogo hapa, Mungu akituweka hai. Labda una interest ya kufanya vitu gani zaidi hata kwa kipindi hiki tu ambacho bado upo kwenye nafasi ya uongozi? Sasa hivi kwa kweli ni kazi ya serikali tu kuijenga nchi na baada hapo tutafikiria cha kufanya. Sasa kinachofanyika Mheshimiwa Rais, miundombinu ambayo unatengeneza, tumeshuhudia ujio wa mwendo kasi ile ya umeme, lakini barabara nyingi zikimwagwa lami, mabilioni ya fedha katika maeneo mbalimbali. Wewe hutaki tena kupanda chai marage? Maendeleo yanataka watu wabadilike. Na sisi hapa Zanzibar tumeazimia kubadilika kwa kiwango kikubwa. Mawazo yangu ni kwamba tuibadilishe nchi iweze kutumia magari ya umeme, iwe magari ya abiria kwa maana ya public transport, iwe magari ya serikali. Na sasa hivi huku tunapokwenda lazima nchi iwe green kwa maana ya kuhakikisha kwamba tunapunguza carbon emission kabisa. Njia pekee ya kufanya hivyo au njia nzuri ya kufanya hivyo kwa visiwa. Unajua visiwa hivi vya utalii, wenzetu wanaokuja huku wanataka kuona mambo yale ambayo yanaondoa carbon emission katika. Kwa hivyo tuna mpango huo. Sasa ili uwe na mpango huo lazima zile gari za zamani tuanze kuziphase out. Kusiwe na gari ambazo zinatumia diesel au petrol. Alafu vile gari za shamba zibaki shamba. Mjini lazima tuwe tuna gari za kisasa. Kwa hiyo kama kuna mbunifu unaweza kutengeneza namna ile, lakini kitumia nishati safi ni sawa tu. Ni sawa kabisa. Sawa. Sasa kwa mbunifu mtindo wa chai maharage ule Mheshimiwa Rais, hata sisi wengine hatupendi. Kwani umeshawahi kupanda Mheshimiwa Rais? Nimewahi kupanda. Sasa tuondoke hapo. Ndio. Mheshimiwa Rais, tunaondoka kwenye eneo hili la hali ilivyo, tunaelekea kwenye uchumi wa buluu, moja kati ya sera unaihubiri sana katika kutaka kupiga hatua ya uchumi hapa Zanzibar. Labda kwa kwanza tu, kwa mtu ambaye haelewi, unapotamka neno uchumi wa buluu huwa una maana gani? Tafsiri ya uchumi wa buluu, hili neno buluu limetokana na rangi ya bahari. Kwa maana nyingine uchumi wa buluu ni uchumi wa bahari. Sasa baharini kuna fursa nyingi ambazo pengine si wote wanazifahamu, lakini niseme kwa uchache tu. Ya kwanza ni utalii. Maana utalii wetu hapa unategemea sana bahari. Watalii wengi wanaokuja Zanzibar wanakuja kwenye fukwe za bahari. Kwa hiyo utalii ni sekta mama katika uchumi wa bluu. Lakini bandari, unapokuwa na kisiwa kama cha kwetu lazima uwe na bandari, otherwise biashara itakuwa haifanyiki. Kwa hiyo tumejikita katika ujenzi wa bandari za kisasa, bandari kubwa, bandari ambazo zitahudumia na bandari nyingine za jirani zetu. Kwa hiyo uchumi wa bluu maana yake ni bandari mpya za kisasa zinazoweza kuleta meli kubwa ambazo tofauti na hizi meli zinazokuja sasa hivi. Lakini uchumi wa bluu vile vile ni ukulima wa mwani na ufugaji wa samaki. Kwa hiyo sisi tumejikita katika kilimo cha mwani, lakini tunawasaidia wavuvi sio tu wavue, lakini wafuge na samaki. Lakini vile vile tuna swala la mafuta na gesi. Kwa kiwango kikubwa mafuta ya gesi yanapatikana baharini. Kwa hiyo tunavyozungumza uchumi wa bluu kwa sekta hizo 5 nilizozitaja ni uchumi mkubwa sana. Tukiweka nguvu hapo bila shaka
tutafanikisha kukuza uchumi wetu kwa kiwango kikubwa. Vyote hivi tunaona vinafanyika. Mafuta na gesi vipi uchimbaji Zanzibar? Lini utaanza? Tuko vizuri kwa maana ya kwamba tumeshafika hatua kubwa katika uchunguzi wa uwepo wa mafuta na gesi. Kuna stages. Stage ya mwisho kabla hujachimba kisima inaitwa 3D seismic study. Ni utafiti wa miamba kwa kutumia hiyo inaitwa 3D study. Sasa hivi ndio tuko hapo. Inafanyika 3D. Ndani ya miezi michache ijayo tutapata report na tutaenda kuchimba kisima cha kwanza. Ni mategemeo yetu kwamba tutapata mafuta au gesi. Ndoto yako hilo la uchimbaji wa mafuta na gesi rasmi unatamani ianze lini? Haraka iwezekanavyo. Tumeshachelewa sana. Utafiti umefanyika kwa miaka mingi. Kwa bahati mbaya sana tulikosa uwekezaji madhubuti hapo katikati, lakini sasa hivi kuna kila dalili kwamba tukichimba kisima cha kwanza tutaweza kufanikisha. Kwa hiyo Rais Mwinyi ataondoka madarakani uchimbaji ukiwa unafanyika. Naomba Mwenyezi Mungu atuwezeshe kwa hilo. Inshallah. Kumekuwa na mijadala Rais, kuhusu uwekezaji kwenye visiwa. Hapa kukawa kumezukazuka kidogo maneno kwamba Rais Dr. Mwinyi anauza visiwa vya kwetu vya Wazanzibari. Kuna masharti gani ambayo yamewekwa ili kuweka wazi hili na wananchi waweze kufahamu hichi ambacho unakifanya ni kwa maendeleo ya Zanzibar? Kwanza nataka niseme kwamba visiwa hivi vidogo viko vya aina mbili. Kuna visiwa ambavyo vinakaliwa na wananchi. Tumbatu kuna watu wanaishi, na visiwa vingine ambavyo vinakaliwa na watu, lakini kuna visiwa vingi ambavyo havikaliwi na watu. Kwangu mimi ile ni fursa ya biashara. Kama watu hawakai, kwa nini msitumie kwa ajili ya biashara? Kwa hivyo tukaamua kwa makusudi kwamba baadhi ya visiwa ambavyo hakuna watu wanaoishi tuwape wawekezaji waweze kuweka miradi ya utalii. Tumefanya hivyo. Kama mtapata nafasi mkatizame kisiwa kinaitwa Bawe, kiko hapa jirani hapa. Pale ukitaka kulala siku moja unaweza ukalipa mpaka dola 10,000 kwa siku. Kuna utalii mkubwa pale, kuna uchumi mkubwa pale. Sasa faida ya kuvitoa hivi visiwa kwa uwekezaji sio sawa na kuviacha vikawa havina faida yoyote. Na viko vingi, viko zaidi ya 54. Kwa hiyo mimi niliona umuhimu wa kufanya hilo. Katika siasa hukosi watu watakaopinga, ni kawaida, lakini baada ya matokeo kuonekana nadhani tutakubaliana kwamba tulifanya uamuzi wa busara. Na kuna kipindi unajua mtu anavyotenda na kinachotokea wakasema huyo mzee wa mabati tu. Mabati alivyotolewa watu walisemaje? Wala watu walikuta vitu vimesimikwa. Naam. Na hiyo ndio nasema hizo ni siasa, kwa sababu mtu anajua kabisa kwamba ujenzi wowote wa miundombinu lazima uweke uzio kwa ajili ya usalama wa watu. Kuna vitu vitaanguka, watu wasiathirike, lakini ilitumika kisiasa kwamba hamna kitu, kazi yao kuziba tu kila sehemu. Baadaye sisi hatukuona umuhimu wa kujibu lile, lakini walipata jibu baada ya mabati kuondolewa. Sawa sawa. Kile ambacho kimetokea. Sawa sawa. Wakati tunazungumza kuhusu uchumi wa bluu, na nimekumbuka swala moja, Mheshimiwa Rais, ulisema kwamba unatamani Zanzibar iwe ni kitovu cha biashara ya bahari Afrika Mashariki. Unaiona hiyo ndoto ikikaribia? Naam, kwa sababu kwanza kama mlipata taarifa hivi karibuni tulienda kuweka jiwe la msingi la ujenzi wa bandari jumuishi ya Mangapwani. Bandari ile itakuwa na gati ambayo meli zinazobeba makontena mpaka 15,000 zitaweza kuja kufunga pale. Sasa hivi katika bandari zetu za katika eneo hili mwisho, yani meli kubwa ni 4,000, 5,000. Sasa hapa mara 3 yake meli moja. Hiyo maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba tunatengeneza kitu kinaitwa transshipment hub, sehemu ya kuleta meli kubwa ikashusha, meli ndogo zikachukua zikapeleka katika bandari zetu za jirani, Dar es Salaam, Mombasa, Beira na maeneo kama hayo. Huo ni uchumi mkubwa sana, na ndio maana tunasema kwamba baada ya kukamilika bandari ya Mangapwani, uchumi wa Zanzibar utakuwa ni uchumi mwingine kabisa. Sawa sawa. Labda wananchi wajipange kwa kiasi gani kuzipokea hizi fursa za bandari hii ya Mangapwani?
Pale bandari ya Mangapwani kutakuwa kuna mambo mengi. Ukiacha bandari ya kontena, kutakuwa kuna bandari ya mafuta, kutakuwa kuna bandari ya nafaka, kutakuwa kuna chelezo kwa ajili ya utengenezaji wa meli. Haya maeneo yote yatatoa ajira. Lakini kuna vitu tunaita free port, yani maeneo huru ya bandari ambayo tutaweka uwekezaji wa uzalishaji. Hatutaki meli ziwe zinakuja tu makontena yanatoka, lakini tunataka na Zanzibar iwe inazalisha. Kwa hiyo kutakuwa kuna viwanda katika maeneo huru ambayo itazalisha, na hii nayo ni fursa kwa wananchi wa Zanzibar, lakini ni fursa kwa wananchi wa Tanzania kwa ujumla. Sasa taarifa hizi ni kama mtu mwingine anaweza kaelewa labda zinagusa Unguja peke yake, lakini ulikuwa na lengo kuipandisha Pemba hadhi na kuifanya kama eneo la kimkakati zaidi. Tukashuhudia kiwanda kikubwa cha mwani kule. Na maeneo gani mengine yamewekezwa mpaka sasa hivi kule Pemba? Bahati nzuri kama nilivyosema awali, lengo letu ni kufanya maendeleo kwa pande zote mbili za Zanzibar, visiwa vyote viwili, na kila tunachokifanya hapa Unguja tunakifanya na Pemba. Pemba tunaimarisha bandari ya Mkoani, tutakuja na bandari ya Wete, itakuwa bandari kubwa, lakini tayari kuna bandari tumeijenga, kuna sehemu inaitwa Shumba mjini ambapo kuna bandari inafanya biashara kubwa kati ya Pemba na Mombasa, kwa sababu Pemba na Mombasa ni jirani na kuna biashara kubwa. Tumewaekea bandari pale Shumba, hivi karibuni itaanza kutoa huduma. Kwa hiyo kwa maana ya bandari tunaimarisha kote, lakini vile vile tuna uwanja wa ndege. Uwanja wa ndege wa Pemba mpaka sasa hivi hakuna ndege zinazotoka nje ya nchi moja kwa moja kwenda Pemba, kwa sababu uwanja wa ndege pale ni wa domestic tu. Sasa unajengwa uwanja wa ndege wa kimataifa Pemba. Kwa maana hiyo zitatoka ndege za watalii sasa kama zinavyokuja Unguja kutoka Marekani, Italy, Spain, kote moja kwa moja Pemba. Hiyo peke yake itaongeza sana uwekezaji katika eneo la utalii Pemba. Sasa Rais Dr. Hussein Mwinyi, kazi kubwa sana umeifanya katika usafiri wa sekta anga. Umegusia hapo uwanja wa ndege wa Pemba, lakini Stanislaus pamoja na Salome, namba zimeongezeka bwana. Mashirika ndege ya kimataifa 81 yanafanya safari zake pale Karume, uwanja ndege wa kimataifa Karume, moja kwa moja, na mwaka jana umeingiza katika rekodi ya kuwa uwanja namba 1 kuingiza abiria wengi zaidi. Kwa hiyo unaona hata sekta ya anga rais amejitahidi sana. Sasa kwa hiyo ni kama umegusa vyote ama kuna kitu hujatimiza bado? Kwa kweli sekta nyingi tumeziwekeza, lakini bado tuna kazi ya kuongeza pale ambapo, kwa mfano nitoe tu mifano itaeleweka zaidi. Barabara tumeshazifanya nyingi mno, lakini bado katika ilani yetu tuna barabara kilomita 800 za kuweza kuziendeleza. Viwanja vya ndege kama ninavyozungumzia hapa, kama ulivyosema, Unguja sasa hivi kiwanja hiki cha Abedi Amani Karume ndio kiwanja namba 1 nchi nzima chenye ndege nyingi. Lakini sasa hivi tutaanza ujenzi wa kiwanja cha ndege cha Nungwi hapa hapa Unguja. Kwa hiyo kazi za kufanya bado zipo. Tutaendeleza miundombinu mbalimbali, tutaendeleza kuhakikisha kwamba miradi ya maendeleo, ile spidi ya awamu iliyopita na sehemu ya pili ya awamu hii, nadhani tutaongeza spidi zaidi. Sawa sawa. Rais, asante sana. Kabla tujaenda kwenye urojo, lakini kuna watu wana hofu kwamba wingi wa uingiaji wa watalii pengine unaweza ukawa na athari kwenye mila na desturi za Wazanzibari. Wewe unasemaje? Naam, hilo linaweza kuwa ni changamoto. Kila jambo, kila mafanikio hayakosi changamoto. Sasa inawezekana sana kwamba utalii ukaweza kuathiri upande wa utamaduni, mila na desturi, kwa sababu vijana wetu wanaiga mambo ambayo ni ya kigeni. Lakini tunayo kazi kama serikali, kama taasisi za dini, kama wananchi wadau, kuweza kutoa elimu kwa vijana wetu kwamba lazima tuzienzi na kudumisha mila zetu, desturi zetu, utaratibu wetu, dini zetu, ili tusiingie katika janga hilo. Maana wakati mwingine si kila kinachokuja ni kizuri. Kuna mambo mengine ni ya hovyo, na ni lazima kama wananchi tuone umuhimu wa kuhakikisha kwamba
tunawaepusha vijana wetu na matatizo ambayo yanatokana na utalii na mambo kama hayo. Hapo kwenye utalii nataka nizungumze kitu hapo. Tumeona mwitikio wa watalii wengi sana, lakini Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi, mara nyingi watu wenye uwezo wa kipato cha chini, natolea mfano rafiki yangu wa karibu Nazareth Upete akija Zanzibar ni mpaka mpigie simu Abubakar Yatib Kisando, wataka alale kwa Kisando kwa sababu hana uwezo wa kwenda kulala hoteli, kwa maana zile lodge ni ngumu sana kuzipata hapo. Hilo mmeweka fursa gani watu kuweka yale makazi ya wageni ambao wana hali ya chini pasipo kule kufika kwenye laki ngapi huko mtu naye aweze kulala? Hiyo ni fursa. Mimi naiona hiyo ni kama fursa, tena ni fursa nzuri kwetu sisi wazawa. Maana wanakuja watu kutoka nje wanaweka hoteli za nyota 5, nyota 4, lakini watu wanaotoka Dar es Salaam au wanaotoka bara wanakuja hapa kwa weekend, wanataka kuenjoy kwa hoteli ya 80,000 mpaka laki, si nyingi, zinakosekana. Sasa hiyo ni fursa. Kwa hiyo ni lazima tuambizane wazawa, tuwekeze katika maeneo kama hayo. Nadhani ni fursa nzuri, na hivi karibuni nakuja Afcon. Sasa Afcon watamiminika watu wengi sana. Kwa hiyo ni muhimu kuwa na hoteli za aina hiyo. Ndugu zangu, ni mahojiano maalum na Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Tumetoka kwenye hali ilivyo, uchumi wa bluu, na sasa ni urojo. Tunywe urojo kidogo hapa na Mheshimiwa Rais, tupige mastori mawili matatu. Kwanza urojo wenyewe, Mheshimiwa Rais, umewahi kuunywa na huwa unaunywa pengine ukiwa hapa? Urojo hapa ni chakula chetu. Kwa hiyo tunapokwenda Forodhani na wakati mwingine tukiwa nyumbani, basi urojo ni Forodhani. Wewe unaenda ama unajificha kidogo? Mara moja huwa naenda Forodhani. Kwa wazi kabisa na watu wanaona? Kwa wazi kabisa. Sasa ni nani alikuwa role model wako kwenye masuala ya uongozi? Labda niseme kwamba mimi ni kiongozi wa kwanza kufanya naye kazi alikuwa Mzee Mkapa. Mwaka 2000 niligombea ubunge, na mwaka huo Mzee Mkapa akanifanya kuwa naibu waziri wa afya. Kwa kweli staili yake ya uongozi niliipenda sana, na naweza nikasema yeye ni role model wangu kwa sababu ni mtu ambaye alikuwa ana maono sana kwenye masuala ya uchumi. Kwa hiyo naweza kusema ni mtu ambaye nilipenda staili yake ya uongozi. Sasa unajua, umeuliza swali la role model wake. Rais Mwinyi ana sifa moja kwamba kuna wakati akiwa waziri wa jamhuri kwenye afya kwa mfano, linapokuwa swala zito kwenye wizara, akiondolewa mtu anawekwa yeye. Historia inaonyesha hata marehemu Mzee Mwinyi baba aliwahi kujiuzuru. Kipindi fulani matukio yalitokea hapo kusema hivyo. Ukamtaja Mkapa hapa, wengi wakasema labda kipindi kile baba akiwa rais, ile kwenda kurudi na wewe ukiwa mtoto, labda natamani siku niwe kama baba ile. Tukajua labda utamtaja mzee haja kushawishi kwa kitu chochote, kusema kwamba na mimi nije kuwa kiongozi kwa namna yoyote ile. Mzee ni mzee. Kwa hiyo mlivyosema role model, mzee wangu yeye ni mzee. Alikuwa mzee wangu. Yeye alikuwa na athari kwangu zaidi ya moja. Si kwenye uongozi tu, kwenye malezi, kwenye tabia, kwenye mambo mengi. Kwa hiyo yeye naweza kusema kwamba mengi nimejifunza kutoka kwake. Nilitamani kuwa mwanasiasa kwa sababu yake. Lakini kwenye uongozi kama nilivyosema, wakati mimi naingia katika uongozi, kiongozi wetu alikuwa Mzee Mkapa. Sasa hapo kwenye mzee kuna taarifa, story nyingi hapa. Sasa mzee yeye alikuwa center half. Kama anacheza mpira alisema mimi ni center half, na anashangazwa na mpira wa sasa hivi hizo kina Arteta ama Pep Guardiola kuanza nyuma. Yeye Mzee Mwinyi alikuwa mpira ukianza hapo anapiga mbele, yani yeye ni twende mbele tu. Sasa unaona kipaji gani tofauti na uongozi? Labda unacheza kandanda ama unafanya nini? Mimi nilivyokuwa shule nilikuwa ni mchezaji wa mpira wa miguu. Na nilikuwa mchezaji mzuri sana. Lakini baada ya kuingia katika masuala ya kazi haya, toka niingie katika masuala ya udaktari, nilikuwa busy sana na kazi.
Kwa hiyo nikaacha muda mrefu na baada ya hapo nikaingia kwenye siasa, ndo muda haukupatikana kabisa, lakini kuna mara moja tukiwa bungeni nilikuwa nacheza kule kwenye bunge. Watu hawajajua wewe Simba au Yanga au Malindi. Kwenye hilo wamenitafuta sana, hawajanipata, na wewe pia leo hunipata. Lakini mnaongoza ligi tunasikia. Ligi ya wapi? Mheshimiwa Rais, ni kweli kwenye eneo la, unasema kwamba uliingia kwenye kazi baadaye ukaingia kwenye siasa, ni kama ukaacha taaluma yako. Kwa hiyo mara ya mwisho kufanya kazi ya taaluma yako ya udaktari unakumbuka ilikuwa lini? Naam. Mwaka 99 nilivyokuwa nafanya kazi katika hospitali ya Kairuki pale Dar es Salaam, na nakumbuka vizuri kwa sababu ilikuwa mwaka 2000 ndio nimekwenda kugombea ubunge. Kwa hiyo mpaka mwaka 99 nilikuwa nafanya shughuli za kutibu watu pale hospitali ya Kairuki. Katika nafasi ya urais ama uwaziri, kuna wakati wote umejaribu kumtibu mtu, sio kwamba kwa maana ya kwenda hospitali moja kwa moja, kumtibu mtu amepata dharura ama namna gani? Nyumbani kwangu mimi watu hawaendi hospitali, nawapa tu dawa mwenyewe. Sawa, Mama Ngasala yupo hapa, naye aliwahi kutibiwa na daktari Mwinyi. Bosi Ngasala alisema aliwahi kwenda hospitali ya Kairuki sasa kumkuta daktari Mwinyi. Sasa sijui kama nakumbuka, tuna bosi wetu mmoja aliwahi kumtibu miaka hiyo, anasema kuonyesha. Katika moja ya shughuli za kuaga mabinti zako ulionekana ukiwa unacheza sana, lakini pia ukiwa una furaha sana. Nini kilikufurahisha? Labda mpata mali kubwa. Mzigo ulikuwa mkubwa? Hapana, kwa mila zetu sisi mahari haiombwi kubwa. Ndio maana unajua kuomba mahari kubwa ni kama unamuuza mtu. Kwa hiyo sisi kwetu tunatoa mahari ndogo sana kumwonyesha binti kwamba yani hatumtoi kwa sababu ya fedha. Kwa hiyo swala la mahari halipo. Nimefurahi kwa sababu binti yangu na baada au kabla yake kijana wangu wamepata wenza tu, kwa hiyo ni jambo zuri. Unajua kuoa kwa familia ya urais ni kama fursa, sio? Kwani inakatazwa kumuuliza rais wameisha? Bado na watoto wawili hawajaolewa, hawajaoa. Kwenye kuoa hapa pia dini, Mheshimiwa Rais, inaruhusu vipi? Mmoja anatosha ama kuna fikra baadaye? Bwana atakuleta ugomvi. Hapana, hakuna fikra hiyo. Sasa nina surprise hapa fulani. Kabla surprise, unaonaje tukamaliza alafu tukaimalizia hii surprise? Swali jingine. Yes. Mheshimiwa Rais, wakati ulipoingia kwenye awamu yako ya kwanza na ya pili ya urais, ulitengeneza njia mbalimbali za kuongea na wananchi, ikiwemo Sema na Rais, lakini pia ulianzisha utaratibu wa kuzungumza na waandishi wa habari kila mwisho wa mwezi. Mbona imekuwa kimya kwa muda mrefu? Naam, kulikuwa kuna sababu, na sababu ni kwamba nilitaka waandishi wanaokuja kila mwezi wajipange vizuri. Najua ukikutana nao sana inafika wakati inakuwa yale maswali yenyewe hayawi ya kisera zaidi. Badala yake yanakuwa wanapewa kwamba bwana kamuulize hili, mimi nimekoseshwa ardhi huku, kaseme hili. Sasa nikataka wajipange vizuri zaidi. Ni jambo ambalo tutalirudia, pengine sio kila mwezi kama ilivyokuwa mwanzo, lakini kila baada labda muda fulani tutakuwa tunakutana nao. Lengo langu ni kwamba tuzungumze masuala ambayo yanahusu nchi, masuala yanayohusu sera, badala ya watu kuleta tatizo la mtu mmoja mmoja. Kumekuwa na matamasha ambayo yanafanyika Zanzibar, kama kuna tamasha la Sauti za Busara, lakini liko tamasha la kimataifa pia la filamu ZIFF. Matamasha haya yanaendelea kuitangaza Zanzibar kwa kiasi kikubwa, lakini katika kutangaza huku pengine yanatangaza utamaduni wa visiwa hivi kwa kiasi gani pamoja na lugha ya Kiswahili? Ni kweli kwamba tuna matamasha makubwa ambayo yanaongeza utalii sana hapa Zanzibar. Sauti ya Busara, Sauti za Busara ni tamasha la muziki
na wakati wa tamasha hilo kunakuwa na mchanganyiko wa mziki kutoka maeneo mbalimbali ikiwemo wa kwetu wenyewe sisi hapa Zanzibar. Utakumbuka msanii maarufu Bi Kidude alikuwa sana anapamba sauti za busara. Kwa hiyo ni fursa kwetu ya kuonyesha utamaduni wetu, mziki wetu, na tutaendeleza ili iweze, yani tuendelee kupromote tamaduni za kwetu na mziki wa kwetu. Japo hatukatazi watu kutoka nje kuja na tamaduni zao, pia tunajifunza, kwa sababu kuna watu wanatoka mpaka Caribbean huko wanakuja, tunakuwa tuna mchanganyiko wa tamaduni za maeneo mbalimbali. Kwa upande wa tamasha la filamu ZIFF, na lenyewe ni fursa ya kutangaza utalii wetu. Watu wengi wanakuja Zanzibar kutoka maeneo mbalimbali kuja kutizama hizo. Kwa bahati mbaya sana eneo hilo, sekta hiyo ya filamu hapa nchini bado ni changa sana, na hususan Zanzibar. Kwa hiyo hatuna vitu vingi vya kuonyesha, lakini bado tutaendelea kuwahamasisha vijana wetu wajipange vizuri katika eneo hilo, nao waweze kuonyesha utamaduni wetu kwa njia ya filamu. Sasa Mheshimiwa Rais, pamoja na kwamba uchumi ni mgumu, lakini sherehe Ikulu lazima ifanyike. Hiyo imetokea na tunao wasanii wawili tu hapa. Inabidi aje mmoja. Ni nani aje bwana? Mbosso na Mario. Kila mmoja waliwahi kuja kwako. Uliokaribisha vyema. Sasa kuna Mbosso na Mario. Nani aje hapo kwenye sherehe hiyo? Unataka nichague? Kwa kweli naweza nikasema Mbosso alitusupport sana. Yani ukichukua ukiweka kwenye mizani support kubwa ilitoka kwa Mbosso. Ndio maana ulipenda sana wimbo wa Power? Power ni mwimbo ambao aliutengeneza maalum kwa ajili yangu. Kwa hiyo namshukuru sana na bila shaka yeye katika kampeni za Chama cha Mapinduzi alikuwa mstari wa mbele sana. Lakini mnakuza wasanii wa kutoka visiwa Zanzibar. Kuna kipindi walikuwa juu na sasa kama wameshuka hivi kwenye muziki huu wa kisasa. Vipi upande wa wasanii wa Zanzibar? Bado tunawajenga na mimi nadhani hawajashuka, wanaendelea kupata uzoefu. Wenzao wa bara wanafanya vizuri sana. Kwa hiyo na sisi hapa tunataka tuwapromote, tuwasaidie ili na wenyewe wafike viwango ambavyo kama wenzao wamefikia. Picha ya mwisho hii, Mheshimiwa Rais, nafikiri ilikuwa baada ya kushinda urais. Uko na Bi Mariam hapa, majukumu ya kikazi, lakini saa nyingine unahitajika nyumbani. Yanatimizwa kama inavyotakiwa ama ndio alikuuliza sema ukimaliza unataka kufanya nini basi ukae tu nyumbani? Kama nilivyokuambia wakati tunakuja huku kwamba kazi hizi zinakuchukulia muda mwingi sana kwa sababu muda wa kazi ya rais, sehemu kubwa ya muda wangu inakuwa ni katika kuhudumia nchi kuliko familia. Kwa hiyo moja ya mambo ambayo nafikiria bila shaka yatanipa muda zaidi kukaa na familia baada ya kustaafu, lakini vile lazima tuchukue nafasi mara kwa mara kujipanga ili kutoa muda zaidi kidogo, kwa ni jambo la msingi sana ili familia na wenyewe waweze kuona kwamba uko pamoja nao. Sawa. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru sana na kwa kumaliza tu, kama kiongozi wa nchi ambaye unashauriwa, unapokea maoni na wakati mwingine katika kufanya uamuzi inabidi ushauriane na wasaidizi wako. Kuna wakati wowote umechukua uamuzi kwa sababu tu ulipotoshwa na baadaye ulipokuja kugundua ukajutia uamuzi uliofanya? Kwa kweli hakuna jambo ambalo naweza nikasema nalikumbuka kwamba hayo yametokea, na madam sikumbuki maanake hakuna kitu kikubwa. Pengine inaweza kuwa imetokea lakini kwa vitu vidogo vidogo ambavyo havina athari kubwa. Kwa hiyo lakini katika maisha lazima hayo yatakuwepo. Kwa hivyo sikumbuki incidents maalum kwa sababu nadhani hakuna jambo kusikiliza na kutazama. Sisi tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais, labda kama kuna la mno ungependa kuambia Wazanzibari na Watanzania wanaotutazama hususan tukielekea siku ya Muungano. Mambo mawili. La kwanza napenda niwashajihishe Watanzania, Wazanzibari kwamba swala la amani, swala la msingi kabisa. Hakuna nchi yoyote iliyofanikiwa katika jambo lolote bila kuwa na amani.
Kwa hivyo sasa hivi nchi yetu imetulia, nchi yetu ina amani. Sote tuendelee kudumisha amani tuliyokuwa nayo ili tuweze kufanya sasa kazi za maendeleo vizuri zaidi. Kwenye upande wa muungano, na wahimiza wananchi wote tuendelee kuienzi tunu yetu hii ya muungano. Muungano umetuletea amani, muungano umetuletea umoja na mshikamano katika nchi, muungano umetuletea maendeleo na fursa nyingi sana. Sasa hivi sisi, hususan sisi Wazanzibari, tuna fursa nyingi sana huko bara. Unaweza kwenda kulima, unaweza ukaenda kuishi, unaweza ukaenda kufanya biashara, unaweza kupata fursa nyingi sana, na Wazanzibari wengi wamepata fursa pale Dar es Salaam na mikoa mingine mingi. Kuna Wazanzibari wengi sana ambao wamefanikiwa sana katika biashara na katika mambo yao mbalimbali. Tuienzi tunu hii ya muungano. Wakati tunaadhimisha sherehe zetu za muungano, basi tuhakikishe kwamba muungano wetu unaendelea kudumishwa. Asante sana Mheshimiwa Rais. Asante sana. Na kuondoka maji kwenda kupiga picha pale kwa daraja la Fayova pale juu. Sawa, haya ni mahojiano na Dr. Hussein Ali Mwinyi. Tulikuwa tukizungumza naye hapa kuhusiana na hali ilivyo Zanzibar. Tumezungumza kuhusu uchumi wa bluu, lakini bila kusahau urojo. Tumepiga story kidogo kumhusu na mambo mengine. Ni rais ambaye ana dhamira mbalimbali, ikiwemo kuwe na ongezeko la utalii kutoka 800,000 mpaka 1.5 na pia kule Pemba kutoka 200,000 mpaka 300,000 hivi. Lakini hapa Zanzibar tumekuja, tumetafiti, tumegundua kwamba hakuna zero. Sasa hivi ni kuanzia division 3 na kuendelea. Kwa hiyo kwenye elimu na madarasa yameongezeka. Tumegusia kuhusiana na uwekezaji kwenye eneo la utalii, uchumi wa bluu na maeneo mengine, pamoja na eneo la afya. Mimi ni Stanislaus Lambert, asante kwa kusikiliza na kutazama. Khalid Ganga na yule pale pamoja na Salome Baptista.